Tunaendelea kukaribishana tena katika eneo letu la tatu tunapomzungumza adui namba 3. Tuko episode namba 3 jamani. Ndio. Tukiwa tunamzungumza huyu adui namba 3. Na anazungumzika tu vizuri kwa sababu anaitwa mwili wa asili. Mwili wa asili. Mchungaji wa asili. Yaani mwili wa asili sipili kwa mchungaji. Mimi naweza kukwambia kwamba katika maadui 3 niliotaja, ndio kwamba umesema kwanza si ulimwengu, mfumo wa ulimwengu, ndio unaweza kuishinda. Ndio hii namba 2, Ibilisi na baraka zake. Ibilisi na wafanyakazi wake wote na maajenti wake wote, unaweza kupigana nao, lakini ukapigana nao vizuri ukawashinda, lakini usije ukajua kwamba kuna jaribu kutoka ndani yako. Jaribu mwenyewe. Tunasema kuna mkwamo unaoweza kutokana na wewe mwenyewe. Yaani moto mwanzie ndani yako. Wewe mwenyewe ndio ukajikwamisha na wewe ukajikwamisha. Na tunapozungumza mwili wa asili ni mwili au ni maisha ya mwanadamu yeyote ambaye hajaruhusu mabadiliko ya Kristo kuchukua nafasi ndani yake. Sasa ukisoma katika Wakorintho wa 2:5 kama mstari wa 17 pale anasema waziwazi kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo ya kale yamepita, sasa amekuwa mapya. Kwa hiyo azungumze hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Ina maana kama hujawa ndani ya Kristo hakuna tokeo lolote linaweza likatokea juu yako. Ndio. Kwa sababu utabaki kwenye umiliki ule wa Ibilisi. Ndio. Na utafanya yote kulingana na yule ya Ibilisi anachokitaka. Ndio. Utaendeshwa kulingana na dunia inavyotaka. Ndio. Sasa ukishaamua kuondoka na ukajikabidhi kwa Kristo akakumiliki, kuna vitu vinaanza kufa. Ndio. Vinaondoka ndani yako. Mfano ukisoma katika Wagalatia sura ya 5 anasema matendo ya mwili ni dhahiri ni haya. Matendo ya mwili ni dhahiri ni haya. Mtu wa asili ambaye hana badiliko hawezi kuyaepuka, ambaye hana Kristo ndani yake hawezi kuyaepuka. Ndio maana tukizungumza habari ya wokovu kwa mtu wa asili wanashangaa. Mwasherati anashangaa. Yaani niishi bila ngono. Huyo ni mwasherati. Ndio hivyo. Na mbavi naye anakuambia kabisa. Kuna mwanadamu anaweza akaishi bila pombe. Maana ishazoea asubuhi, mchana na jioni. Yeye ana dozi. Anatembea kwa dozi. Visungura vile 3 asubuhi, 3 mchana, 3 jioni. Sasa ni maisha yeye anayesema sidhani kama kuna maisha yanaweza yakatokea kwa mtu kuyaishi nje na hili jambo. Ni kwa sababu yupo kwenye huo utumwa. Kadhalika na mchawi, kadhalika. Lakini pale kwenye matendo ya mwili ni dhahiri ni haya yanazungumzwa. Uchafu, ulevi, ufisadi, urafi, usuda, sijui kiburi, hasira, ugomvi, fitina. Sasa hivi vyote vipo kwenye asili ya mtu wa asili tu wa kawaida, kwamba kama hajapata neema ya Mungu kuyashika maisha yake, wote tumevipitia, wote tumeviishi. Yaani kwamba ameokoka, ameamua ile kisawasawa. Ndio. Kumshika Yesu, sio ingie ndani yake. Ndio. Kwamba bado mwili utakuwa kikwazo kwenye safari yake kwa sababu hayo tunayozungumza, udhaifu wa mwili kwake unakuwa unainuka. Kwa sababu neno kabla ya matendo ya mwili dhahiri ni anasema basi enendeni kwa roho. Sasa kama hamtazitimiza tamaa za mwili. Kwa nini anasema enendeni kwa roho? Kwa sababu anasema wale wanaoongozwa na roho ndio watoto wa Mungu. Kwa hiyo ukisha kusudia kuwa mtoto wa Mungu, ukubali kuendeshwa na roho. Ukishaendeshwa na roho, yata kuendesha kuyatenda yale ambayo yako kinyume na udhaifu wa mwili. Chungaji, unajua ninakupata sana. Ndio. Unaandika vile nimejifunza kwamba anasema kwamba Roho Mtakatifu ulia haba. Ndio. Kwa ajili ya kuzijenga nafsi zetu. Ambazo hizo nafsi zetu ndio kiini cha mwili. Unaona? Ina maana tuna uwezo wa kuwa chukizo mbele za Bwana kutokana na udhaifu wa miili yetu. Ninaweza nisiende nisinywe pombe, nisiende gesti, kulala na mwanamke, nisigombane na mtu, ila nikawa na usuda.
Kwa sababu kuna dhambi nyingine licha ya dhambi, kuna vitu ambavyo vinafanyika adui wa kiroho changu kutokana na mimi, kwamba anakuwa na usuda. Wewe hutotambua usuda wangu. Tutakapozungumza hivi unaona niko kawaida tu, niko vizuri. Lakini ndani ya moyo wangu nina usuda. Nina chuki, nina fitina. Nina unafiki. Nakwambia Pasco, Mungu akubariki sana. Nakupenda sana rafiki yangu. Kumbe unasema nakuchukia sana. Yaani huko nasema wewe maliza tu uone. Yaani ili jamaa lingekuwa linajua navyo ambavyo silipendi. Sasa ni vitu ambavyo vile adui huwa anapata nafasi ya kupatumia. Kwa sababu kisha ona kuna mbegu yake ya namna hiyo. Yeye kwa maagent tuliowasoma wale. Anawatumia sasa. Kuna agenti mmoja yeye huwa anafanya kazi ya kushambulia fikra. Ndio maana anasema mkiziteka nyara kila fikra mpate kumtii Kristo. Kuna fikra zinakuwa mateka na sisi tunatakiwa tuziteke, kunyang'anya, kuzitoa kule. Basi mchungaji anaelewa kwamba pale unapo ushindwa mwili, ukipatia nafasi mwili, ndio kupitia ule udhaifu ibilisi naye afanya nini? Agenti wake amemtengenezea njia nzuri ya kuweza kupata nafasi ya kuotesha mbegu nyingine na nyingine. Kwa hiyo linaweza likaanza ni tunda dogo, linaanza ni kambegu kadogo ndani, kwa sababu hata Biblia imesema dhambi huanza ikiwa kama mimba ndani ya mtu. Ikikua inazaa uchungu wake, ndio mwisho wa siku tunaona imezaliwa nje. Mauti sasa. Sasa kuna wakati mtu kwenye udhaifu ule tunaweza tusigundue, usione huko kawaida tu uko vizuri. Wewe ni mtu wa usda wa wivu wa nini mdogo tu, lakini kuna wakati usipovipambania kuvidhibiti, shetani ajenda zake zinaenda kufanikiwa, kwa sababu anawaempower wale maajenti wake waweze kuwekeza ajenda zao vizuri ndani yako. Na wakati wanaendelea kuwekeza, ndio tunasema mtu alianza mdogo, unamuona alianza nguo anapandisha, kashona imepanda hapa, mara kudhibiti mwenyewe imepanda tena, mara kudhibiti tena, unashangaa huyo kama kutoa yote baki na kichupi nishi. Mbona kama na ukizungumza anasema Mungu haangalii mwili, anaangalia roho. Ujue huyo alishakwama mapema toka huko nyuma zamani sana. Wakati akikifanya kila alikuwa na mahojiano ya ndani yanayopambana kupinga, ila na yeye anapinga ile lugha ya Mungu ambayo inakuja kumsalimisha. Sasa katika udhaifu huo huwa inamfanya mtu kujikwamisha. Ile tunasema ni interpersonal conflict. Vita au upinzani ambao unatokana, ugomvi unakuwa ndani ya mhusika mwenyewe. Yaani tuko hapa unakuta ina migogoro ndani inaendelea. Ndani. Hivi nimfanyie hili jambo. Sasa ingine tukasema kwamba kuna baadhi ya Wakristo wengi wanatoka kwenye dhambi zile za siri. Anaanzia kwenye siri vidogo, ndio vinalipuka, vinakuwa vikubwa. Kipindi naokoka, ndio mchungaji wangu alikuwa ananiambia kwamba usimwone Masai ana sikio linashika pana namna hii, ndio pale anaanza na kimiba kidogo, alafu anaanza kuongeza mpaka mwisho wa siku anaweka makopo. Unaona, kwa hiyo huyu ni adui wa tatu, naye anahitaji umakini sana. Anahitaji umakini sana ili kuweza kumshinda. Na hii imekuwa ni changamoto kwa watu wa Mungu ambao wameokoka. Kwa sababu wakati ameokoka anafikiri alipoongozwa sala ya toba imetosha moja kwa moja kwenda mbinguni. Asijue katika safari yake ile anawindwa na hizi pande zote tatu zinamtafuta yeye. Mimi natakiwa nijichunguze, niangalie, je, kumpokea kwangu Kristo kumedhibitisha wokovu juu yangu? Kumenivua uasili wa dhambi juu yangu? Ndio. Nilikuwa labda ni mlevi, pamoja nimeepuka ulevi, lakini udhaifu mwingine wa kimwili vipi upo unaniendesha au nimeushinda? Kwa sababu kuna ile mtu anadhibiti kile kimoja ambacho kimekuwa addressed kwenye jamii kinaonekana. Labda alikuwa anajulikana yeye ni mwizi wa wake za watu. Jamani, siku hizi niko vizuri wapenda. Siku hizi niko vizuri. Ila anaenda kula anavuta bangi, au anaenda hivi anapiga sigara yake, anapiga bili, anafuta mdomo, yuko vizuri.
Ukimuuliza na wewe kwa sababu ulikuwa unamjua kwenye swala lile ndo alikuwa ameathirika, unamhoja anakwambia ndugu, niko vizuri. Lakini yeye anajua siri yake alionayo, ndio hicho tulichokuwa tunakisema dhambi ya siri, kwamba muhusika hatakiwi kufuga udhaifu wowote ndani yake, ambao naujua kwamba udhaifu huu kuna namna moja ama mbili unaweza ukanidumaza nisiweze kukua katika sehemu yangu ya safari ya wokovu nilionayo. Na hapo Wakristo wengi ndio walipodumaa. Na hapo wengi ndio wanapokwama. Wengi wanataka waonekane kwamba wako safi machoni kwa watu. Lakini huko nyuma pazia ni yako mambo maovu sana. Na ndio maana Biblia naipenda kwa sababu imezungumza vizuri kwamba unapo mnyoshia mwenzako kumuonyesha boriti lilomo ndani ya jicho lake, anasema kwako angalia kama kibanzi. Unamnyoshia huyo kwamba kuna kibanzi, kwako angalia boriti, hujaliangalia la kwako. Ina maana hii ni kwa wote, kwamba mimi mwenyewe pamoja na jina la kuitwa ni mchungaji, lakini nitambue niko mwanadamu ambaye ameuvaa huu mwili, ambaye bado anapingwa katika hii safari ya wokovu, ambako nahitaji kuishi kwenye namna ya kupambana ni ushinde udhaifu wa huu mwili niliouvaa. Kwa sababu Biblia iko wazi inasema mwili ni dhaifu, lakini roho ni radhi. Wakati mwingine roho wa Mungu anatamani kutupeleka katika maeneo fulani tufanye, ila kutokana na udhaifu wa miili yetu sana, wewe uwezi hili jambo, hapana, nenda uombe, ufunge na kuomba, umtafute Mungu. Mwili unakwambia hamna, ukifunga utaumwa, utaota vidonda vya tumbo, sijui nini na nini. Sasa ni vitu ambavyo wakati mwingine vinajenga upinzani kwetu, ili tubaki kwenye udhaifu, kumrahisishia Ibilisi kupenyeza kazi zake ndani yetu zipate nafasi nzuri ya kufanya kazi juu yetu. Na ndio maana leo utakuta watu ndani ya kanisa hawapendani, hawaelewani, wana mafarakano, wanaimba kwaya pamoja lakini wana mafarakano, wanasemana vibaya, hawaongei. Wapo kwaya moja au wapo kwenye kundi moja, wana makundi ndani yao. Yaani sisi tunasema ni kikundi labda cha uinjilisti, ila Bwana Pasco ana watu wake watatu. Ndio yale tunayopatana, huwa wanajitenga pembeni, wanayajadili wao kama wao tofauti. Na hawa na vingine, na wakijadili ndo kile tutakachokiona kimetokea. Tunasema tuchange, naweza nikashangaa nilitegemea labda Pasco atatia support ya 700 hapa tufanye agenda hii iende vizuri. Akaja na 20,000. Yamkini sio yeye ambaye amejiletea 20,000, kuna pembeni wameenda kupikana. Mimi siwezi nikatoa hiyo hela, kwani aliziweka mfukoni mwetu. Unaona kwa sababu ya vile vikundi vidogo vidogo vinavyoendeshwa kutokana na udhaifu wa miili tulionayo, tayari tunaanza kumeguana, mara huyu anawake, mara huyu anawake. Lakini Paulo alishasema kwamba haitakiwi kuonekana kwamba hapa kuna watu wa Kefa, hapa kuna wa Paulo, sijui hao wa nani. Wote ni Wakristo. Kama ni Wakristo, nia yetu inatakiwa iwe moja, lugha yetu iwe moja. Sasa ule mpishano wa lugha tujue tayari ni kutengeneza njia ya Ibilisi kuweza kutafuta viwanja vya kuwekeza. Amina mchungaji. Kwa hiyo huyu adui wa tatu naye ni wa msingi, ijapokuwa namna ya kumshinda ni muhusika mimi kama mimi. Ndio nilikuwa nataka nije huko niambie kwamba namna gani tunamshinda huyu adui namba 3. Ndio hapo tunapozungumza kwamba namna ya kumshinda huyu adui namba 3, natakiwa mimi niwe mtu wa kuangalia maisha yangu kwa mujibu wa Biblia inachokizungumza katika udhaifu wa mwili, kwamba matendo ya mwili ni haya. Alafu mimi nijipime mule nimo vipi? Hapa nipo? Hapana, naweka X. Hapa je? Hiyo tunasema ni tathmini binafsi. Mtu unatakiwa kufanya tathmini binafsi ya maisha yako, ya wokovu wako. Vipi? Hapa nipo? Hapana. Hapa je? Hapana. Kwa sababu katika Warumi tulioisoma, Warumi sura 12 mstari wa kwanza anasema, basi ndugu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo safi na yenye kumpendeza Mungu, maana hii ndio ibada yenu yenye maana. Kwa nini anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu? Ina maana kuna namna inahitajika huu mwili nikubali kudhabihu. Kwa sababu mwili wenyewe kuna vitu vyake unavipenda. Ndio mchungaji. Mwili huu unatamani kuona maua fulani, mambo fulani ya kulingana na dunia ilivyo.
Ndio. Kwa sababu wenyewe huu ushaingia kwenye udhaifu wa kidunia hii, na ndio maana kule juu tushaambiwa huu mwili hatutaupeleka huu. Haufai kuingia kule juu. Tutauacha hapa. Tutauacha huu kule haufai. Tutaenda wenyewe huku ndani ndio tutaenda kule kwa sababu huu mwili ni dhaifu. Mchungaji, sasa nilikuwa nizungumze hapo kwenye Warumi 12 kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo safi mbele za Bwana. Ndio. Kwamba ni namna ya kujidhabihu. Unapojifanyia tathmini binafsi na jiangalia, huu mwili nimeukabidhi kwa Mungu kiasi gani? Nimeukubali Mungu aushughulikie kiasi gani? Ina maana kule na ile namna nimeachia kidogo, lakini nimebakiza sehemu najiendesha mimi. Sihitaji roho Mungu aniendeshe kabisa. Sijakubali mwili wangu uwe dhabihu ya moja kwa moja kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatamani hii mihili ifanyike eneo zuri la kujenga ufalme wake. Lakini wakati tunapozungumza maadui yao wanapinga ili huu mwili uje kufanyika kwazo kufikia yale makusudio. Kuna kama kusikia hapo nazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Ndio. Kwamba baada ya kusema kwamba kujidhabihu, ndio ambayo dhabihu tunatakiwa tuachilie 100% ili Roho Mtakatifu atumiliki. Ndio. Kwa hiyo kwa namna ya kujaa Roho Mtakatifu, naamini kwamba itatusaidia sisi kufanya nini? Kushinda ya mwilini. Kushinda huu dhaifu wa mwili tulionayo. Yaani hii si tudanganye, kuna uwezekano ukamkuta mtu ana kofia kubwa nzuri ya kidini ya kuzungumzika. Sitaji nitamke hivyo vyo kwa sababu vinawakwaza watu ambao wamevaa hizo kofia. Ndio. Najitamka kwenye nafasi ninayoizungumza mimi kwamba labda nina jina hili la kuitwa mchungaji. Ndio. Lakini ukashangaa ukaniona kwenye lugha nikazungumza lugha dhaifu sana. Ambayo pembeni wewe ikakuacha unajiuliza, kumbe anaitwa mchungaji. Ni nini? Kwamba ile nafasi ya kuitwa mchungaji ni nyingine, ila kuna na mtu. Nampenda mwalimu mmoja amewahi kusema, akasema nafasi unayotamkwa labda mimi naitwa mwinjilisti au naitwa askofu au naitwa mchungaji, yale ni mafuta ya Mungu aliyoyaweka kwa ajili ya utumishi wa kazi yake. Ila kumbuka wewe ni two in one. Kuna aliyeitwa, kuna na mwito uliomuita. Sasa mwito uliomuita ndio hilo jina unaloitwa la pili. Aliyeitwa ni mwingine, anaweza kukubali kuitikia huo mwito au asikubali. Kwa hiyo Samuel alishaitwa na Mungu, lakini alizubaa sana kwa sababu alikuwa hajaweza kutambua ule wito. Mpaka anakuja kuelekezwa na kuitikia, mambo yakakaa vizuri, lakini tunachozungumza ni ule mwito. Na tunapoitwa na Mungu akatupa mafuta kwamba utumike kwenye eneo fulani, mimi nitafanya hilo jukumu kulingana na karama Mungu ambaye ameweka. Lakini kuna mhusika pia mimi kuweza kutunza kile kitu ambacho Mungu amenipa. Roho Mtakatifu akiwa juu yetu, tusipomtunza hawezi kuendelea kuzalisha vya rohoni, kwa sababu hatuishi naye, tunaishi na vya mwilini. Lakini anachokitaka nataka aone kama tumetaka kubezi naye, tujenge ushirika naye wa maisha. Kwa hiyo tunaweza kuniambia kwa kifupi sana kwamba tunatakiwa tujidhabihu kwa Mungu sana, tujue Roho Mtakatifu sana ili tuweze kushinda mwilini sana, na kiasi ambacho tunasema roho wa Mungu. Sijapata vizuri hiyo tafsiri kwamba roho wa Mungu huwa anajaa nusu nusu au anatembea kwa vipimo vya cc. Mimi ninachojua kwamba unakujia na kufurika. Na kunaga uhusiano wa Roho Mtakatifu wa kwamba alikuwa yumo lakini kama yuko kwa mbali. Hapana, ni ile namna, unajua tunaongozwa na mitazamo na hisia. Ndio. Na kwa kujifunza kwa kuona. Ndio. Kwa hiyo kuna wakati mwingine watu wengine wamekaa kwenye mfumo wa imani wakiendeshwa na uzoefu wa kuchukua kwa watu wengine, wana utumishi na huduma za kuchukua kwa watu, sio original kutoka kwa Mungu ndani yao. Namuona ni mwimbaji hana kupata ile kalama na wito wa kimungu wa moja kwa moja yeye, ila kwa sababu ameishi na mwimbaji
kuna vitu vimetengenezeka pale, akajua namna ya kuandika wimbo na namna ya kupanga sauti. Lakini karama hana. Kwa nini karama hana? Ni pale ambapo unakuta leo hii tumekuwa na huduma za namna hii ambazo hazina matunda ya kimungu, hazina matunda ya kiroho. Kwa sababu kama ana matunda ya kiroho, ina maana mwanzilishi wa karama zote ni Roho Mtakatifu. Kama ni mwanzilishi wa zile karama, yeye atakachokiinvest ndani yako ni kutafuta namna kutugusa sisi tunaopokea kutoka kwako. Ina maana kiwango chake, namna ya kumtumia tusia. Ndio maana napenda neno la Mungu anasema msiziamini kila roho, bali mzijaribu, kwa sababu sio kila roho inayosema tu Yesu Yesu kwamba inatokana na Mungu. Bali anahitaji tuangalie matunda yanayotokana na hizo roho. Kwa nini? Tunapozungumza huu agent, unapozungumza agent wa pili ule, kuna kitu kimoja ni cha mbali sana kinazungumzwa, kinaitwa udini. Silaha ya udini ndani ya mamlaka ya kichawi. Kwamba adui amejaribu kushape kitu fulani, kuvuruga hata mifumo ya dini kwa kutengeneza imani potofu. Okay. Nakupata sasa. Zile imani potofu zipo kwa ajili ya kumchanganya huyu mwamini huyu. Sasa mbona yule anamtamka Yesu na mimi namtamka ndio kama wale? Lakini Yesu alisemaje? Kwanza watafika kwake, Yesu hakuwajua. Lakini bado ndo tunachokizungumza katika hawa. Yapo matunda ambayo sisi tunatakiwa kujua namna ya kuyapima, na kipimo ambacho kinatusaidia kuyapima yale matunda ni Roho Mtakatifu. Ina maana ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako unaweza kuelewa vizuri kwamba huyu ni roho wa Mungu, huyu ni roho wa maigizo. Amina. Huyu ni roho wa Mungu, huyu ni roho wa kuzimu. Hata kama ametamka jina Yesu na kufanya ishara ile na ile, lakini hapa naona ni roho wa kuzimu. Nehemia alisema, aligundua hicho kitu wakati wanampelekea waraka, wanausoma mbele yake, akasema mimi nilichokijua huu nabii ni wa kuchonga. Yaani ni unabii. Nehemia anapoambiwa ule unabii unaonekana kama ni mzuri, kama atahadharisha vizuri, lakini anasema nilichokigundua unabii huu ni wa kuchonga. Tukiwa na mahusiano vizuri na Roho Mtakatifu, anatupa neema ya kutambua yaliyofichika hata sirini, hata kama atakuja ni kwa namna ya kushabiana na masuala ya kifalme, lakini bado Roho wa Mungu atayaweka wazi kutuonyesha kuna kitu kiko ndani hakiko sawa. Amina sana mchungaji. Kwa hiyo katika mtazamo na mantiki inatupa kujua hawa ni maadui wetu hao watatu ambao Mkristo yeyote ili aweze kuwa salama na mwenye dhamira ya kuitafuta mbingu lazima apambane kushindana na hawa watatu. Amina. Maana tunapozungumza Ukristo, ndio kuna mwingine ni Ukristo wa dini, ni wakuja kuonekana na mchungaji kanisani. Ni Ukristo wa dini, nihesabike nipo. Lakini Ukristo ule wa kulenga shabaha kwamba mimi nataka niingie kwenye uzima ule wa milele, lazima akubali kwamba hawa maadui watatu lazima nipambane nao. Okay. Kwa hiyo lazima ifike sehemu ambayo sisi kama watu wa Mungu inatakiwa haramu yangu iamke. Ndio. Kwamba nipambane kumjua huyu adui wa kwanza ambaye ni ulimwengu. Ndio namna ya kushindana naye na kupambana naye na kumshinda. Nije kupambana na vibaraka vya kuzimu, yawe ni mapepo, wachawi, mizimu, vinyamkela na kadhalika. Nijue namna ya kupambana na kuzitafuta zile silaha zilizozungumzwa, nijivike niwe imara namna ya kupambana na zile falme nizishinde. Lakini nije kwenye huyu adui watatu ambaye anaambiwa huyu mwili ni dhaifu, lakini anasema kama hamwezi mkazitimiza hizi tamaa za mwili, kwa sababu mwili unashindana ukipingana na roho. Kwa hiyo nipambane kutafuta kukuza viwango vyangu vya roho ili niweze kuwa na nguvu ya kuushinda ulimwengu. Nikisha jivika viatu hivyo, Ukristo wako sio wa kukwama katika safari. Amina mchungaji. Sasa mimi nakushukuru sana kwa kutupatia somo zuri. Amina. Tumekuwa na episode nzuri zenye maana sana. Amina. Kwa kutuonyesha maadui wanaopinga safari yetu ya wokovu na namna ya kuishinda. Ndio. Tumesoma kwa kina sana.
tumejifunza kwa kina sana. Amina. Mungu akubariki sana mchungaji. Basi wakati wa kwenda kuhitimisha, nikukaribishe uwakaribishe watu kanisani. Amina. Utuombee. Amina. Uombee, kuna labda pengine kuna mtu anataka kuokoka. Amina. Anataka maombi, ana shida kadhaa za ushauri. Amina. Upate mawasiliano yako. Amina. Mpenzi mtazamaji, nipende kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia katika platform yetu hii, ya kwamba katika yote tuliyozungumza, nipende kuhitimisha kwa kusema kuna namna ya kushinda pasipo kumruhusu Roho wa Mungu kutenda kazi ndani yetu, na tunashinda kwa kumruhusu Roho wa Mungu kutenda kazi ndani yetu kwa kuachilia nafasi ya Roho Mtakatifu kufanya kazi pamoja na sisi, lakini pia ni pamoja na kutambua mazingira yetu tulionayo. Yamkini nipende kupongeza mpenzi mtazamaji ambaye umeendelea kututazama na kutufuatilia na kutusikiliza katika mazungumzo haya. Kama we ni Mkristo na ni mtu ambaye umejivika ajenda ya kutafuta ufalme wa Mungu, niendelee kukutia moyo kwamba inawezekana, lakini pamoja kuwezekana kwake inatuhitaji itafuta nafasi ya kuendelea kumruhusu Roho Mtakatifu kuyashika maisha yetu. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kushinda katika haya maeneo matatu tuliyozungumza mahali hapa. Na wakati tunatafuta namna ya kumhusisha Roho Mtakatifu, ni pale pia unapogundua mwenyewe katika haya maeneo. Angalia mazingira yako binafsi ambavyo umekuwa unajitahidi kujiepusha na dunia, lakini pia angalia ni namna gani ambavyo umekuwa unaweza kujikita katika hatua ile namba 2 tunayosema kuvaa silaha zote za Mungu. Umeweka mikakati gani kuvaa silaha za Mungu kwa njia ya maombi, kulisoma neno na kuwa mtu wa ibada, lakini pia kusimama kwenye eneo lako ambalo Mungu amekuweka. Lakini na namba 3 kwamba unajigundua ni kwa kiasi gani umeweza kukabiliana na udhaifu wako binafsi ulionao. Wakati mwingine hivi imekuwa sio rahisi. Kuna wakati mwingine watu wamekuwa wanashindwa kuanzia kile namba 1, anajikuta kila akijitahidi kuiondoka dunia anashindwa. Anajikuta na makundi ambayo amefungamana nayo yanaendelea kumvuta na kumpeleka kwenye eneo lisilo sahihi. Lakini pia hata namba 2 amekuwa ni mtu ambaye anashindwa kujikita, kila akiweka mikakati ya kuinuka kwenye eneo la kutafuta uso wa Bwana, kusoma neno, lakini pia kuwa mtu wa ibada, amekuwa anakutana na vikwazo vinamweka mbali, vinamrudisha nyuma. Lakini sambamba wakati ambapo amekuwa anajitahidi kushinda ule udhaifu wa asili wa mwili wake wa asili, amekuwa anajikuta zile tabia zake za asili zinakaa ndani yake. Niseme Mungu hajawahi kushindwa, ni ile namna ya kuruhusu. Ukisema unahitaji Mungu akusaidie kutoka katika huo mkwamo, na kuombea hata sasa Mungu akusaidie ili uweze kutoka katika huo mkwamo. Lakini ninapomaliza pia nisimwache na yule ambaye amekwama katika hayo maeneo, amekuwa ni mtumwa, dunia imemtumia. Mfano tumezungumza vitu vinavyohusiana na mifumo ya dunia. Unakuta vijana wamekamatwa na watu wa aina mbalimbali, wamekamatika katika mazingira fulani, na wanatamani kutoka katika hayo mazingira, wanatamani kutoka katika hiyo mikwamo. Amekuwa ni mraibu, amekwama katika madawa kulevya, amekuwa ni kahaba, anatamani hilo jina ifike sehemu na yeye aone anaondoka kwaro, lakini kila akitamani kutoka imekuwa ngumu. Sasa nipo kukutia moyo kwamba wakati na mshukuru Mungu katika maombi haya ambatanishe imani yako, lakini pia nitakupa mawasiliano ambayo kama ukiona ni unahitaji tuzungumze moja kwa moja ili upate kusaidika katika hilo eneo, unaweza ukatafuta kwa mawasiliano hayo. Ili kabla sijaomba, naomba nikutajia hayo mawasiliano. Uwe umeokoka lakini unagundua kuna changamoto ambazo ungehitaji tukae tuzungumze kuziweka sawa, na wewe ambaye unajua katika maisha yako kabisa unamhitaji Mungu ayaguse maisha yako, apate kufungua na kukuokoa, unaweza ukanitafuta kwa mawasiliano haya ambayo ni namba yangu ya simu ya moja kwa moja ambayo ni 0763241624. Uwe ndani ya Dar es Salaam, uwe ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, popote ulipo, ukisema unahitaji huduma, tutafikiana hata kwa njia ya mawasiliano, tutahudumiana na Mungu atakusaidia, atakufungua.
Sasa katika kuzungumza haya basi, naomba uambatanishe na mimi imani yako ya kumwamini Mungu kwamba katika mkwamo wowote ambao unaona mbele yako, katika safari yako ya maisha ambayo umekuwa nayo, lakini unaona mkwamo, amini na mimi kwamba naenda kumwomba Mungu kwa ajili yako akusaidie kutoa katika hicho kifungo na katika huo mkwamo, na zaidi pia Mungu kukutia nguvu kuweza kuinuka, kuweza kuwa na nguvu za kumshinda Ibilisi na vibaraka vyake, lakini kushinda kila mamlaka ambazo amesimamisha kupinga kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Basi kwa katika utulivu nami naenda kuomba kwa ajili yako. Nitaomba na huyu namba 1, lakini pia na huyu yule namba 2 ambaye anatamani kumpokea Kristo. Tanifuatisha sala hii kwa imani. Ukitamka maneno hayo, Kristo anaingia ndani ya moyo wako, anafanya makao ndani yako, lakini zaidi utahitaji kutafuta namna ya kuweza kusaidiwa ili kuelekezwa baadhi ya mazingira ambayo ni ya kusimamia. Baba mtakatifu, na kushukuru kwa neema yako na utukufu na neema yako na mamlaka. Na kushukuru kwa ajili ya watumwa wako ambao wamekuwa wanaendelea kutufuatilia katika mazungumzo yetu haya Bwana, ambayo ni fundisho kwa njia ya mazungumzo haya Mfalme, ambayo yamezungumza ni kwa habari ya maisha ya Mkristo na upinzani anaokabiliana nao katika safari ya wokovu. Tunakushukuru kwa sababu tumejadili na kuzungumza kwa habari ya hao maadui watatu. Na hakika Mungu, tazama, wapo watu ambao wanaendelea kukwama katika hayo maeneo. Wapo watu ambao wanatamani kuwa watumishi wazuri mbele yako, lakini kadri ambavyo wameendelea kushikiliwa na mazingira ya dunia, kila wakitamani kutoka katika ile mifumo wamekuwa wanashindwa. Bwana, unajua ni mlango gani ambao kwake umefanyika kuwa sababu ya kuendelea kushikiliwa. Kwa mamlaka ulionipa na amuru na kuarika mamlaka yako na ufalme wako, vikaingirie katika maisha ya mtumwa wako yule, ukapate kumfungua dhidi ya ufalme, dhidi ya mamlaka, dhidi ya kila kazi za Ibilisi zinazofanya kazi juu yake. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, naomba neema yako ikaendelee kusimama na kuinua tena Bwana, na kuita katika kila eneo ambalo unajua mtumwa wako amekuwa anatiwa udhaifu, kwa njia ya mashambulizi ya magonjwa, kwa mashambulizi ya udhaifu unaotokana na hali ya udhaifu wa mwili wake, kwa tabia zile za asili ambazo amekuwa nazo, roho vamizi ambazo adui amekuwa anazinua kwa juu yake kwa ajili ya kumkwamisha, mapepo ya ulevi, mapepo ya zinaa, mapepo ya uchawi, mapepo ya kila namna, ninayaharibu na kuyaseta kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kushukuru Bwana, nikiamini mkono wako ulio hodari utaendelea kusimama. Endelea kumuinua mtumwa wako, kumtoa katika kile kifungo na kumuondoa katika ile minyororo, akapate kuona ukuu wako. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi niseme Mungu wa mbinguni akubariki mtumishi wa Mungu. Amina sana. Amina. Amina. Tunashukuru. Karibuni kwa kusubscribe, kulike na kucomment. Msiache kumpigia mchungaji Marco Damian Marcel. Namba zake zitakuwa chini ya screen. Barikiwe sana. Amina. Ubarikiwe sana. Barikiwe sana mchungaji. Amina. Ubarikiwe sana. Hiyo imeisha mchungaji. Hatimaye